إنا لله. Baada ya usiku wa kuamkia leo, taarifa kuwa nyingi sana kuhusiana na kifo cha aliyekuwa kiongozi wa Iran, huyu ambaye anafahamika kwa jina la Ali Khamenei. Taarifa hizi zilikuwa hazina uthibitisho ama hazina uhakika kwa 100%. Japo Trump alizungumza mara kadhaa na kusema kuwa ni kweli kuwa kiongozi huyu amefariki, baadhi ya watu walikuwa hawaamini kabisa, kwa sababu walikuwa wakisubiri taarifa hizo zitoke kwenye uongozi husika, uongozi wa Iran. Na mara kadhaa uongozi wa Iran usiku wa kuamkia jana walikuwa wakipindisha habari na kusema kuwa kiongozi wao bado yuko hai. Lakini mimi kwa upande wangu naweza nikawa nakubaliana nao kuwa kiongozi wao alikuwa hai, maybe alikuwa kwenye hali mbaya ila alikuwa hai. Lakini sasa asubuhi ya leo ama alfajiri ya leo, taarifa imetoka rasmi kutoka kwenye uongozi wa Iran kuwa kiongozi wao amefariki dunia. Na mtaani huko kuna baadhi ya watu ambao wanashangilia kifo cha kiongozi huyu. Unajua pale ambapo unapokuwa na kiongozi, either awe mzuri ama awe mbaya, lazima kuwe kuna watu ambao watafurahia kifo cha kiongozi huyo. Sasa baadhi ya watu wamejaa mitaani, barabarani, wakifurahia habari za kifo cha kiongozi huyo. Lakini pia kuna mamia ya watu ambao wao wapo mtaani wakiangua vilio na majonzi kwa kuondokewa kwa kiongozi wao ambaye anafahamika kwa jina la Ali Khamenei, huyo ambao unamtazama hapo kwenye picha kushoto. Sasa vyombo vingi vya habari duniani vimetangaza kifo cha kiongozi huyo wa Iran kwa namna tofauti, lakini huyu mtangazaji hapa, yeye ametangaza habari ya kifo cha kiongozi huyo wa Iran huku akiwa analia, yani alishindwa kabisa kujizuia. Sasa unaweza kuwa unajiuliza, kama alikuwa ni kiongozi mbaya, mbona kuna watu wanamlilia? Unajua kuna maswali lazima ujiulize, kwa sababu nchi hizi nyingine zinatengeneza picha kuwa huu jamaa, kwa mfano kama Donald Trump, yeye ujumbe wake wa jana anasema kuwa kiongozi huyo alikuwa ni muonevu, gaidi na vitu vingi sana alivizungumza. Lakini ukiangalia kwa maelfu ya wa Iran, wengi walikuwa wakimlilia. Mfano, kuna video moja nimekutana nayo, wananchi wakiwa wanaomboleza, wanalia kwa uchungu kabisa baada ya taarifa za kifo cha kiongozi wao huyu wa Iran Ali Khamenei kutangazwa. Lakini pia hata huyu mtangazaji, wakati nitakuwekea video itazame vizuri, alipoanza kutangaza mpaka anamaliza, yeye alikuwa ni kilio tu. Kwa hiyo hii inaweza kaonyesha kwa picha nyingine, hata kama kiongozi wao alikuwa na mabaya, lakini hata mazuri nayo alikuwa nayo, naelewa Lakini pia hata ile picha ilionipa ya wale baadhi ya watu ambao walikuwa wakifurahia, maybe walikuwa wanafurahia kwa sababu ya maamuzi magumu ambayo kiongozi wao alikuwa anayatoa, sababu najua mpaka hali inafika kwenye vita, na maana ni uamuzi mgumu ambao umeotoa kwamba either tufe ama wao wafe. Na kwenye vita ichagui, bomu linapotua, either kuna watu ambao hawana hatia, yenyewe linaua. Kwa maana hiyo inawezekana kuwa hawa ambao walikuwa kifurahia kifo cha kiongozi wa Iran bwana Ali Khamenei, maybe walikuwa wamechoshwa na vita, wanataka amani. Lakini je, watu ambao watashika kile kiti chake watakubali kusalenda? Na kumbuka, ikitokea amesalenda, na maana Marekani atachukua uongozi, na akichukua uongozi ina maana sasa ataanza kucontrol malighafi zote ama mali zote zile za Iran. Mimi nadhani itakuwa hivyo, kwa sababu Irani anaongoza kwa utajiri wa mafuta duniani. Sijui unaelewa vizuri. Na Marekani, kama umetazama mara kadhaa, amekuwa ni mtu ambaye anapambania sehemu zenye mali pekee. Na Mwarabu bwana, kutaka kumiliki mali yake bila kuwa na maelezo yaliyothabiti, basi huwezi kumiliki mali yake. Kwa hiyo vita hii inaenda mbali zaidi. Lakini pia kama ambao unafahamu, Iran wamekuwa wakitengeneza silaha za nyuklia, kitu ambacho Marekani wamekuwa wakipinga hizo mambo. Na kwa hivyo mpaka vita hii inafikia leo wanapigana hivi, ni kwamba Marekani ameamua kuingiza majeshi yake na anatupa makombora. Mfano usiku wa kuamkia leo, makombora yametumwa sana huko Iran. Yani najaribu tu kufikiria hali ya watu wa nchi hiyo
ikoje. Kama unaweza kutazama kwenye hii video kushoto, kwa kina mama wanakimbia kujaribu kunusuru nafsi zao. Lakini pia nimeona hata kiredio usiku kwa mkia leo wameposti video wakiwa wanakimbia kwenye jengo. Yaani wamepewa tahadhari bana, kama mpo kwenye majengo marefu shukeni, tafuteni mahala palipo salama. Lakini kubwa zaidi, ama habari kubwa zaidi, ni kuhusiana na kifo cha Ali Khamenei, ambaye huyo alikuwa ni waziri mkuu wa nchi hiyo wa Iran, ambaye alishika uongozi baada ya kumpindua baada ya kufariki kwa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo. Hebu niambie wewe ambao unatazama sasa hivi habari hizi, ama unadhani kwa nini baadhi ya watu wanafurahia kifo cha Ali Khamenei? Kwa sababu nikikurudisha tena nyuma kidogo, miaka kadhaa, tuliona baada ya kifo cha Muammar Gaddafi watu wengi sana walifurahia kifo chake, lakini unakumbuka madhara yaliyotokea baada ya pale. Nchi ilikuwa imeendelea kipindi ambacho marehemu Muammar Gaddafi alivyokuwa hai. Yani unaambiwa kila kitu kilikuwa free, kuoa unapewa pesa na serikali, kijana unaenda unasomeshwa, kama unataka, yani kila kitu ulikuwa unapewa. Lakini walipouliwa Muammar Gaddafi kipindi cha uongozi wa Obama, mambo yakabadilika. Ukienda sasa hivi huko nchi ambayo alikuwa anaongoza Gaddafi, mambo ni shabala bagala, nchi haieleweki, yani bado nchi haijakaa stable hadi leo. Inawezekana pia hata uongozi huu wa Ali Khamenei mambo yanaweza akawa hivi, I don't know, kwa sababu kwa kiasi kikubwa Marekani anaitaka hii nchi kwa sababu ya malighafi ambazo alizonazo, unaelewa. Lakini pia Marekani kuna nchi ambazo hawezi kuziingilia. Marekani hawezi kumuingilia Mrusi, Marekani hawezi kumuingilia sijui yule kiongozi mfupi ule wa Korea Kusini, Kim Jong Un. Yani ni watu ambao Marekani hawezi kusogeza hata pua yake. Lakini kwa hizi nchi za Kiarabu ambazo zinajitafuta, mfano kama mimi naweza nikasema kwa upande mmoja ama mwingine, hizi nchi za Umoja wa Kiarabu zinaweza zikamlaumu Ali Khamenei, lakini Ali Khamenei yeye alikuwa anashambulia kambi za kijeshi kwa sababu anaamini hizi kambi za kijeshi ambazo zipo kwenye nchi za Kiarabu ndizo ambazo zitakuwa zikishambulia kambi zake. Na kama ambavyo nafahamu, Marekani kwenye kila nchi ana kambi ya kijeshi. Ina maana let's say Marekani akazinguana na Tanzania, atatumia kambi yake ambayo ipo Kenya kuishambulia Tanzania. Si unaelewa vizuri? Mfano labda nikutolee ili unaelewe vizuri. Marekani anaweza kazinguana na Dar es Salaam. Yeye ana kambi labda Morogoro. Ataitumia kambi yake ya Morogoro kuishambulia Dar es Salaam, na ndivyo anavyofanya. Yeye mashambulizi ambayo anayatoa hayatoki nchini kwao Marekani, yanatoka kwenye nchi husika ambazo kambi zake zipo. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani huyu Marekani alivyo na akili. Yaani malighafi zake yeye haziharibiki. I don't know. Yaani kuna kitu nilikuwa najiuliza hapa. Nchi hizi zinachaje Marekani itengeneze kambi zao kwenye nchi zao? Yaani ni kitu ambacho mimi kinanikwaza kwa kweli. Yaani how come Marekani atoke nchini kwake aje atengeneze kambi ya jeshi kwenye nchi yako? Unaona kama sasa hivi nchi ambazo zina kambi za kijeshi, Irani anashambulia Dubai, anashambulia sijui wapi, kwa sababu zina kambi za kijeshi za Marekani, na Irani anajihami kwamba hizi kambi zitatumika kunidhuru na mimi. Sio, unaelewa vizuri? Hebu imagine hizi nchi zingekataa kuweka kambi za, yani wangekataa makubaliano ya kuweka kambi za kijeshi kwenye nchi yao. Ina maana Marekani angepata tabu kutoa vikosi vyake vya kijeshi ama mabomu yake kutoka nchini kwake Marekani mpaka Iran. Sio, unanielewa vizuri ninachokizungumza? Yaani ndio maana unaona Marekani iko safe tu, yani hawapigi mabomu kwa sababu wana kambi za kijeshi. Naweza kusema anatumia neno wana branch kwenye kila nchi ya kambi za kijeshi. Na maana anapotokea tatizo nchi fulani, mfano si tuzunguane na Kenya, narudia tena mfano, Marekani wazinguane na Kenya, Marekani watatumia kambi yao ya nchini Tanzania hapa kuishambulia Kenya. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinanitatiza sana. Hebu niandikie hapo chini maoni yako kuhusiana na hiki ambacho nilikuwa nakizungumza hapa, na usisahau kutufollow kwa sababu kuna habari nyingi zaidi zinakujia hivi karibuni. Inna lillahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بعد از عمری مجاهدت حسینی و دائمی و خستگی ناپذیر، روح بلند و ملکوتی
کوه نستوه ولایت، پدر مهربان امت، رهبر و امام مسلمین، حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد گوارای شهادت را نوشیدند.